Hali gani na nikukaribishe, tuko katika hoteli ya Serena katika jiji bora la Dar es Salaam, Tanzania. Unaposikia walete, umeshasikia watangazo kupitia kwenye chaneli zetu za Azam TV, yani inamaanisha walete miamba miwili ya Tanzania, ikimaanisha vilabu vikongwe Simba na Yanga. Julai 3 siku ya Jumamosi, maanisha Afrika nzima itasimama. Kwa hiyo unapoona sasa hivi tunakuja kwenye matangazo yetu ya mbashara, basi jua ile walete Simba na Benjamin Mkapa wanakwenda kukusanywa miambao. Sasa wekundu wa Msimbazi, ikimaanisha machampions mara 3. Sasa huenda ikawa ni mara 4 mfululizo. Hakika tumemsikia Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais wetu wa awamu ya 4, anasema tuwekeze sana kwenye benchi la ufundi na sikule. Sande Haji Manara yuko hapa na jopo lake, wanakwenda kutueleza nini hasa kuelekea katika mchezo huo wa siku ya Jumamosi. Haji, mambo yanakwenda? Alhamdulillah. Uko barabara? Safi kabisa. Haya, unaona ametinga nyeupe na nyekundu, ni ishara ya wekundu wa Msimbazi. Haji, karibu, tuko mbashara Azam TV kupitia Azam Sports 1. Jamani, salamu alaikum, habari za mchana wanahabari wenzangu. Kwanza nitumie fursa hii kuambia kwamba tuko tayari, ndio neno la kwanza. We are ready kwa ajili ya battle ya tarehe 3 Julai 2021 siku ya Jumamosi saa 11 kamili insha Allah. Tunakwenda kwenye mchezo mkubwa, mchezo unaohusisha wanaita miamba miwili ya soka Tanzania, kwa maana ya record zake, wanahabari wa kisasa katika msimu wa jadi, na maana Simba na Yanga wana uhasama, wana vita, wana ugomvi baina yao. Na waasa na kuihusia nafsi yangu, msipende na ikiwezekana liacheni kulitumia hili neno. Sio neno sahihi kwa mustakbal wa maendeleo ya mpira na maendeleo ya vilabu. Naomba sana ndugu zangu. Kwa hiyo tunakwenda kwenye huu mchezo tukitarajia kupata points 3 ambazo zitatupa ubingwa. Ni mara chache mno Simba na Yanga kukutana katika mazingira ambayo mmoja akishinda tu anachukua ubingwa. Mimi nikirejea katika ubongo wangu, bugo yangu inaniambia katika miaka ya karibuni sikumbuki mazingira kama haya yalitokea. Sikumbuki. Labda mechi ninayoikumbuka sana ambayo ilitokea mazingira haya ni ya mwaka 85. Wengine mlikuwa mjezaliwa, wengine mlikuwa mna miaka 3, wengine 2. Simba alikuwa anacheza na Yanga. Simba akishinda bingwa, Yanga akishinda bingwa. Hasa Simba alikuwa wakati mwingine anahitaji draw tu, mechi kavunjika dakika 5 kabla ya mchezo. Kulikuwa na utata katika tukio la penalty. Tukaenda kucheza finali na club moja kutoka Kigoma. Kwa hiyo si mara nyingi kutokea mazingira haya. Na ukiangalia hesabu, draw kwa Simba inakuwa inawafanya wawe, wanasema bingwa mteule, elected champion. Raha sana. Point 74 na goal difference zaidi ya 30 au 29. Manake wenzetu wakipata sare
watakuwa ukomo wao wanafikisha pointi 74 ambazo sisi tutakuwa nazo, ili Simba sasa akose ubingwa, afungwe game nyingine zote 4, wenzetu washinde game zao 2 kwa margin ya goli zisizopungua 29. Yaani katika mechi 2, moja amfunge goli 15, nyingine amfunge goli 12, au moja ashinde goli 15, nyingine sio afunge 14. Kitu ambacho katika hesabu za kawaida haziwezekani. Jana nilikuwa namsikia mmoja wa watu wao wanasema kwamba wanayo nafasi ya ubingwa. Yes, wanayo nafasi ya ubingwa, wanayo. Ubingwa upi wanaujua wao wenyewe, lakini kimsingi kombe la ubingwa wa 4 mfululizo liko katika mikono yetu, na sioni nafasi ya timu nyingine yote kushinda ubingwa msimu huu na misimu 6 inayokuja. Sisi Simba, ukiangalia kuanzia mwenyekiti wetu wa bodi pale na ile bodi yenyewe na management chini ya CEO, na sisi tunaongoza idara tofauti, lakini pamoja na benchi la ufundi na wachezaji na washabiki wetu na wanachama, sisi dhamira yetu ni moja tu. Achana na vitu vingine, investment nyingine achana nazo. Wana Simba wa generation ya sasa chini ya mwenyekiti Mo, dhamira yetu ni furaha tu, ni furaha tu basi. Hatuhitaji uongo, hatuhitaji, yani sisi tunachotaka ni kufurahia matokeo ya Simba. Ndio maana tuna investment fully kwenye results. Yani investment ya Simba ni kupata matokeo ya uwanjani, haya mengine yote ni ziada. Sisi hatuna dhamira ya uongo kuongopa tutajenga uwanja mkubwa kama Wembley. Hapana. Hatuna dhamira ya kuongopa sisi tutakuwekeza tutakuwa club kubwa kuliko Club Madrid. Hapana. Dhamira ya kila mwana Simba, na itambulike hivyo, ni kuwapa watu furaha. Bas. Ushindi tu. Yani Simba hawahitaji kitu kingine. Mwana Simba anataka furaha, anataka ushindi. Akitoka atambe mtaani, atambe mitandaoni, aseme maneno. Ndio target. Sisi mambo hayo mengine hayo tunawaachia wenzetu endelee kuongopeana na kupeana hadithi za Abunuwasi. Simba tutaki hadithi za Abunuwasi, na hii tunakemea sana. Mambo ya uongo tutaki sisi. Sisi tusiongopeane. Sisi tunachotaka ni furaha. Wana Simba wakimaliza dakika 90 wafurahie. Najua haiwezi kutokea kupata furaha siku zote, lakini mkiwa na malengo ya furaha, maana yake katika asilimia mnaweza mkapata asilimia 95 furaha. Yes. Nenda kwenye results za mwaka huu utajua what a minute. Tunafurahi muda mrefu zaidi kuliko kuumia. Wenzetu hata pale wanapokuwa wanafurahia, lakini huko na majonzi, huko hawajui hii furaha ya kudumu au inaisha kesho. Tunatumia nguvu kubwa kuwapa watu furaha. Na ukitaka kuona tofauti yetu sisi na wao, jana nilikuwa nacheka. Jana nilikuwa niko hospitali Moshi KCMC nikifanywa matibabu ya mkono wangu kama mnavyoona, ambapo alhamdulillah kidogo si haba mpaka nimepata nguvu ya kuja hapa. Lakini nilikuwa nasoma mitandaoni nikiwa hospitali pale na baadaye nikiwa hotelini. Kuna kikundi cha watu, bahati mbaya sana, kinaongozwa na baadhi ya waandishi. Hii ndio inanipa tabu mimi. Na inanipa tabu kweli tena. Kwa sababu unajua si Watanzania wote wenye guts kama zangu. Watanzania waoga sana, hata unapokuwa kiongozi hivi, unaogopa kusema
waandishi kusema wachambuzi, utaonekana kama watakushambulia hivi, na kwa sababu watu hawajiamini, wanaona wakishambuliwa wanaweza wakachafuka. Bahati nzuri niko clean sana na sioni mtu anaweza kanichafua katika jambo la uongo. Hiki kikundi kazi yake ni kuisema vibaya Simba, ni kuhakikisha Simba inakuwa ni klabu ya hovyo, halafu wanatengeneza uongo kwa ajili ya wapinzani wetu. Wanawapa kichwa cha uongo, wakiingia uwanjani uharo mtupu. Wakiingia uwanjani uharo mtupu. Jana nimeona mitandaoni wanazungumzia habari ya Mikison. Sio anatakiwa, si Manji, uongo mtupu, takataka zile. Nikisema mnaniambia Haji mkorofi. Ile ni uongo, takataka. Yes, rubbish. Yule mchezaji ana mkataba. Unaweza tukakufungia wewe mwandishi, tukaenda baraza la habari tukacomplain. Huyu mchezaji ana mkataba. Mnaposema wakati unasema ni rumors, hakuna rumors kwa mchezaji mwenye mkataba. Rumors Yanga wanaweza kaita offer Simba. Okay, walete offer dola milioni 10, wanaweza kumsajili. Mikison ana mkataba na Simba, lakini yote yanafanywa purposely kwa ajili ya kuwapa furaha washabiki wao. Ni kama watu wanatumika, ni mercenary. Wanatumika tu kudhoofisha ubora wa Simba. Na nawapa mfano. Nyinyi ni mashahidi. Sisemi hili kama naongopa. Mchakato wa transformation ya Simba ulikuwa unazongwa na baadhi yenu kila kona. Nani kati yenu alozonga mchakato wa mkataba wa transformation ya Yanga? Nani kati yenu alosema chochote? Na imeitishwa mkutano kipengele kwa kipengele, hakijapitishwa, imepitishwa random tu. Mnakubali yeye. Lakini ile ingekuwa kwa Simba ile. Ile ingekuwa kwa nyinyi wote mashahidi hapa. Ile ingekuwa kwa Simba. Mitandao na vyombo vyenu vya habari tungepasuka maubongo wetu. Hamtutendee haki. Mnatuonea. Nani kati yenu hapa issue ya Simba transformation? FCC walikuwa wanapokea simu chini ya 10 kutoka kwa baadhi yenu kila siku. Nani kati yenu anauliza chochote kuhusu transformation ya Yanga au atekee hoji jambo lile liwe vice versa? Natuonea. Bahati mbaya mnaenda mnaandika hata kuhusu habari za uongo za mchezaji ile na mkataba. Mwezi mmoja nyuma mliandika kuhusu Mohamed Hussein, ikaisha. Mshaandika kuhusu Chama, ikaisha. Hamuoni haya kufanya mambo ya uongo kila siku? Watu wanaowasoma kuna siku watawajungudua kwamba mnaongopea. Wakishagundua mnaongopea, watapoteza imani na nyinyi. Mimi naambia ukweli, mimi sina sababu ya kumogopa mtu. Hatimaye mimi very senior kwenu, wengi wenu. Naambia ukweli, hili mnakosea na mnaikosea tasnia yetu. Semeni ukweli. Tutendeni haki. Mafanikio ya Simba mwaka huu au miaka 4 hii yengekuwa ndio yako kwa wenzetu, subhana man ghamara alwujuda bijudi tahiyatan. Sijui ingekuwaje nchi hii. Sijui ingekuwaje. Lakini kokimia. Kama hamuoni vile. Pira lile amulioni. Hamuoni chochote. Mekaa tu, metulia. Alhamdulillah, naona kuna baadhi ya waandishi, kuna baadhi ya wachambuzi wanaanza kuelewa hiyo misingi imara ambayo tuliosomeshwa na tuliofundishwa na tuliolelewa nayo na kaka zetu na dada zetu. Rejeeni tu katika mstari. Watakuwa tu wakubwa. Na sisi tumejuzi mwashukuru, nimewapongeza kwa kuingia kwenye transformation. Nimewapongeza sana. Nimewapongeza sana. Kwa sababu mimi naamini vilabu hivi vyote vikiwa katika mfumo ya kisasa, mpira wetu utakuwa. Na bahati nzuri wenzetu hawa walikuwa kufanya kazi ya kumtafuta babu yangu mzee Kilomoni, watakaa kimya. Utawasikia wanamtafuta Kilomoni? Hamtawasikia. Very bad. Mimi nasema kwa uchungu. Mimi ni mwana Simba. Achana mimi, ukiacha usemaji wangu, mimi ni Simba. Mimi sio msemaji tu kama usemaji wengine. Yaani mimi nina passion na timu yangu. Ninachokizungumza na maanisha, kinatoka kwenye moyo wangu. Mimi ni mshabiki wa Simba, achana na msemaji wa Simba. Hii nafasi imekuja baada ya kwa nazungumza kwa uchungu wa klabu yangu. Hamuitendei haki. Baadhi yenu, sio wote, wengi sasa hivi mnafanya vizuri sana. Lazima niseme ukweli, kuna wengi wenu mnafanya vizuri sana.
Mimi hodari wa kusoma, nasoma mitandao yote, nasoma magazeti yote, nasikiliza radio zote. Natoa nafasi sana kusikiliza na kuwasoma. Na wajua kila mmoja akiandika tu paragraph moja ajua huyu hapa anakusudia nini. Huyu anataka kutufix, huyu anataka kutengeneza, huyu anataka najua. Mimi 2001 niko kwenye radio natangaza 20 years back. Unanieleza nini kwenye jambo langu ile ambalo nimeishi nalo, nimekuwa nalo? Kwa na wajua wote nyinyi. Tutendeni haki tu. Na nawaambia, na mkitaka kuamini haki iko vipi, subirini Jumamosi. Referees wakenda kuchezesha kwa kufuata taratibu za mpira, sheria 17. Akalu min alqalili goli 3 wasipungui. Never. Mpira hii mnaitengeneza siku hizi, mnakuja na kiajenda fulani hivi cha ujanja, lugha za kizamani. Unajua mechi za Yanga na Simba, hata timu moja ikiwa bora, ikiwa na uwezo, huwa inafungwa na timu iliyokuwa lugha za watu waliopoteza akili. Yaani mtu awe bora alafu ushindane fluke, yani shida mnaichukua fluke kwamba ndio kitu maalum. Yaani kwamba ndio mara nyingi eti kinatokea. Maisha fluke ya cheni. Yaani Simba ina Mikison, ina Morrison, ina Chama, ina Boko, ina Bwalia, ina Luanga, ina Onyango, ina Nyoni, ina Wawa, ina Shabalala, ina Kapombe. Ukachukue watu tu wameokotwa, alafu useme inawezekana wakafunga kwa sababu ya fluke. Mpira hautakiwi uwekwe katika mizania ya fluke. Mizania ya mpira ni uwezo, performance, results. Guys, amkeni, wake up. Amkeni. Cheni kuaminisha wanaocheza final ya Africa this year. Wote wameambwa hapo, wengine 3, mwingine kamba 1 hapa. Finalists wa Africa. This season, sio season iliyokwisha. This season wamekufa pale. Na kama mnatengeneza propaganda tu, mwingine juzi kaokota sio propaganda yake. Unajua wenza hawa imeingiza milioni 173. Hawa milioni 173. Hakuna club kama hiyo. Wewe unajua hesabu zetu wewe. Umepata wapi hesabu za Simba? Wewe unajua idara ya habari Simba imeingiza kiasi gani kwa mwaka? Na kama mnaokota tu maneno ili mradi mbalance, msiweke mizania sawa. Aliye bora asemwe, ili huyu asiye bora awe bora. Hivi mnavyowafanya, huu ni kwa mimi niliposema 10 years back to back, I mean it, kwa sababu najua nani wengine wanasaidia kuifanya sisi tuwe bingwa mara 10. Ni baadhi yenu, sio wote, baadhi yenu. Mnawapa kichwa wao wasichostahiki. Matukio yake nao wanajua katika level moja ya Simba wakiingia uwanjani kila msimu wali hapa ubingwa mwaka huu watachukua kiko wapi? Net mpaka sasa tushaacha pointi ngapi? Na viporo vingapi? Si wali hapa. Nani kati yenu waliohoji kile kiapo kiko wapi? Wali hapa wote. Nani alihoji? Ningeapa 100 hapa. Mngekuwa mnapiga Simba ka sana za usiku. Lakini mmetulia kimya, mmenyuti. Kama kile kiapo mjakiona. Bwana, ndugu zangu bwana. Badilikeni baadhi yenu, badilikeni na fanyeni, tendeni haki, tutendeni haki. Huu mpira unawategemea sana wanahabari. Mimi kimsingi sioni nafasi ya kukua kwa soka Tanzania kama si nyinyi. Kazi mnaofanya promotion ya mpira ikiongozwa na mbia mkuu wa habari kwenye football ya sasa hivi ya Tanzania, Azam TV, nafanya kazi kubwa sana. Lakini jitahidini kushape professionalism kidogo. Iwekeni huku kwenye hard news huku, huwezi kukuta jambo la kusingiziana hivi. Kwa sababu haraka utashtakiwa. Lakini huku kwetu kwenye sports huku, ni rahisi mtu kuandika jambo la kutunga na hakuna hatua zinazochukuliwa. Sasa mimi niwaombe wana habari wenzangu, with due respect, mnafanya kazi kubwa, mmeutangaza sana mpira, mmetangaza sana vilabu, hata mimi
ukuaji wa jina langu umetokana na nyinyi, lakini bado na wawasihi na waomba waambieni baadhi yenu wanaotaka kuharibu tasnia hii warudi katika mstari. Najua baada ya leo hapa mtaunda kama kawaida yenu, mnaundaga kundi fulani la waandishi hivi kwa ajili ya kumwataka aje. Don't care kama nasimama katika haki, na ndio maana huwa akiunda makundi yao nakufa natural death. Kwa sababu mimi nazungumza hapa, mimi simpondi mtu, sizungumzi masuala binafsi. Mimi issue yangu ni Simba na haki. Ukiniona mimi nakukosea, ukenda kwenye baraza la habari au kokoto, wao ndio watakusua. Mimi nasimamia haki. Nimetoa wasia kama senior, nimetoa wasia kama mkubwa, nimetoa wasia kwa sababu nazungumzia club kubwa. Simba ndio biggest club ever kwa kutokea East Africa. Ever kuwahi kutokea in terms of results. Jamaa napenda leo inabidi niseme kidogo. Napenda kusema mabingwa wa kihistoria. Historia wapi? Historia wapi? Timu inasifiwa kwa historia, kwa mataji. Nenda kwenye data, nenda kwenye statistics. Club gani na mataji mengi nchi? Simba. Tumewazidi by far. Unazungumzia mataji 27. Hiyo ndio historia, mabingwa wa kihistoria. Unajua sisi ndio mabingwa wa kihistoria. Kuna mtu ana mataji 72 au ana mataji 48 unazungumza mabingwa wa kihistoria? Historia wapi? Ni champ of all time wa East Africa, East and Central Africa, ikiwemo Tanzania. Sijawahi kujitapa mimi bingwa wa kihistoria wa Afrika Mashariki. Yes. Sasa Tanzania na East Africa ipi kubwa? East and Central Africa ipi kubwa? Kwa hiyo sisi tusijivunie hilo. Na nimekaa mnaandika kabisa, rafiki yangu huwa anaipenda kweli, mtani wangu Baraka Mpenja, bingwa wa kihistoria mchezaji midfield Deus Kaseke. Na ndio wewe vipi wewe dogo? Lakini turejee katika mchezo. Ilikuwa lazima hii Waarabu wanaita mukaddima. Wanaita mukaddima, utangulizi. Mchezo of course heshima ya mpinzani lazima iwepo. Kama tunavyoheshimu vile tukicheza na Ruvu, Toto, Mnyela, kwa sababu tunakwenda kucheza na wenzetu nao ni wanaume, lazima tutengeneze heshima. Na kwa sababu sisi ni watani wa jadi, heshima ya mtani wa jadi ipo pale pale. Wala hii mechi hatujaongea na Jalla Sha'anuhu, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwamba lazima Simba itashinda. Hatujapewa elimu hiyo. Tunazungumzia tu in terms of team zilivyo na wachezaji wake. Lakini kwamba ni lazima kun fayakun, hapana. Mimi katika imani ya dini yangu hainiruhusu kuweka guarantees bila kubalance. Saidieni guys. Wawa akicheza faulo ya red card, say straight red card, apewe hapo hapo. Onyango akifanya faulo kwenye penalty box, kamchezea mchezaji wa Yanga, itolewe penalty yani ile red card na penalty itolewe. Na kama ikibidi hiyo rafu ni ya straight red card, itolewe kadi hata 3 4 zitolewe, nyekundu 7. Hivyo kwa wapinzani wetu. Yaani ninachokusudia kusiwe na kubalance. Mtu kafungwa goli 5 bila, alafu aenda kufanya faulo ya penalty kwenye boksi na red card, itolewe penalty na red card, wafungwe na la 6 na mchezaji mwingine awe nje. Mpira hauna kubalance. Kwamba washafungwa 7 hawa, kwa sasa hata wakifanya faulo hakuna. Referees wakachezeshe tu kwa mujibu wa sheria 17. Wallahi wabillahi, sheria 17 zikifuatwa, saa 1 jioni kila mwenye ngwande atakuwa kachukua kama vijiguo fulani hivi vya kitashtiti na nini, sawa, lakini na kijezi usiache, sawa, mambo ya makoti na nini, mambo ya mazuri siku hiyo. Watu 13,000 ngapi?
782 pekee ambao wataruhusiwa kukata tiketi. Zile tiketi nyingine zote zile zitatumika kama zilivyokatwa ile siku ambayo wenzetu. Na naye bwana wa NCADAB yeye atatoa ufafanuzi wa jinsi ambavyo zile tiketi wale watu ambao wamekata wataweza kuingia na utaratibu mzima kuhusu tiketi za NCAD. Lakini tutawaomba wenzetu wa NCAD hizo tiketi 13,000 tujitahidi sana sana mauzo yake kusiwe na ucheleweshwaji vituoni, lakini pia tutaomba washabiki wetu wafike uwanjani mapema ili angalau kusiwe na misongamano mikubwa nje. Viingilio ni shilingi 7,000 mzunguko, 10,000 orange, viti vya orange, lakini na 20,000 VIP-B. Siti za VIP-A zote zilikuwa zimeisha. Kwa hiyo tumebakiza siti za 7,000 mzunguko, 10,000 na 20,000 miongoni mwa zile siti 13,000 na ushee ambazo tumepewa haki ya kuziuza. This is our game. Na hii sio mechi ya kawaida, ni mechi ambayo we need only 3 points kuchukua tena kikombe. Na mwisho, kabla sijamwita mtu wa NCAD, ni waombe TFF kama itawapendeza. Sijajua jambo hili liko katika kanuni katika mustakabali gani, lakini huwa naona katika ligi za wenzetu wakubwa ambao wakati mwingine huwa tunawaiga na mara nyingi tunawaiga, timu inayokwenda kucheza mchezo ambao wakishinda wanakuwa bingwa, huwa mamlaka za mpira pale, mashirikisho yale yanakuja na lile kombe. Mara nyingi tunaona Madrid, niliwaona wamefanya hivyo, Barcelona washafanya hivyo. Yes, mechi ambayo ukishinda wao unakuwa bingwa. Why TFF wasiletee kombe pale? Wasiogope kusema wao wanapendelea Simba. Ile ni haki tu ya bingwa. Hii TFF msiogope. Waacheni waseme nyinyi mpendelei Simba. Sababu sio anaifunga magoli, afungi Kidau, afungi Karia, afungi yote. Magoli yale anaweka John Rafael Boko, anaweka Louis Mikisoni, anaweka Chama Cleutas, anaweka Bwali. Sasa unaosingizia Kidau anafungaje goli? Saponga afungi. Utasemaje unamlaumu mtu mwingine? Mnaonea bure maskini. Kwa hiyo kama itawapendeza kina Karia na kakangu Kidau, naweza mkaja na ile kombe pale, angalau ikafanyika demonstration ya kutupa. Kwa sasa tunashinda ubingwa, subiri tena we baada ya siku. Hata mimi nimeshangaa. Kwa mfano ile kombe letu la ligi ya kina mama, tumechukua si ubingwa, tushakabidhiwa kombe mpaka leo. Hebu imagine wale watoto washashinda kikombe. Huu mwezi sasa hujawapa zawadi wako, hata ukiwapa ile furaha tofauti na ile siku ambayo, hebu fikiria unawapa kikombe tuchapiga Yanga 3 pale. Kwa furaha inakuwaje? Tupeni tu. Msiogope hawa kulalamika kazi yao. Msiogope, tuleteni kikombe pale inshallah basi. Ndugu yangu wa NCAD, unaitwa nani? Jackson, bwana Jackson kutoka NCAD. Njoo wazungumze na wanahabari, uwafafanulie. Sababu hili ni eneo muhimu sana. Na swali linakuja, watu waliopoteza, kwa sababu Watanzania hawa hawakuwa na uhakika na mechi itakuwepo. Swali litakuja, je, waliopoteza kadi zao itakuwaje? Waliopoteza tiketi zao itakuwaje? Ambao walikata kwa ajili ya mechi. Hilo swali naliona sana kwenye mitandao. Kwa hiyo pamoja na maelezo mengine tutakayotoa, naomba uwape ufafanuzi, kwa sababu huu mkutano uko live na Azam TV, uko live na blogs nyingi sana, uko live na Simba, uko live channel nyingi sana. Hata ile hapo ulosikia imeingiza milioni 176 itakuwa live sasa hivi. Karibu brother.
Habari ya mchana ndugu waandishi. Labda nianze kwa kujitambulisha. Kwa majina naitwa Jackson Jaka. Alafu pandisha kidogo sauti. Okay. Jackson Jaka JJ. Kwa majina naitwa Jackson Jaka. Ni meneja biashara kutoka NCAD au National Internet Data Center. Kama alivyozungumza kakaangu aje hapa, nimekuja hapa kwa ajili ya kuzungumzia utaratibu mzima wa jinsi ya kuingia kwenye mchezo utakaofanyika tarehe 3, yani siku ya Jumamosi, ambao ni matokeo ya mchezo ulioahirishwa siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 5 kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu. Naomba niende moja kwa moja jinsi utaratibu utakavyokuwa kwenye mchezo utakaofanyika siku ya Jumamosi. Kwanza kabisa, ningependa kuwaambia waandishi wa habari na mashabiki wetu kwa ujumla kwamba mashabiki waliokata tiketi siku ya mchezo wa tarehe 8 ambao uliahirishwa, yani mashabiki 43, tiketi zao zimekwisha kurudishwa siku ya Jumatatu, yani tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2021. Nikiwa na maana kwamba siku ya mchezo watakapofika eneo la uwanja watakuwa ni kama wamekata siku hiyo. Nafikiri hapo nimeeleweka vizuri kwamba yule shabiki aliyekata tiketi yake ni kama hakuwahi kuingia kwenye mchezo wowote. Sasa ndio anakwenda kuingia kwenye mchezo husika. Kwa hivyo kama alivyotangulia kusema Haji kwamba zile tiketi 13782 ndizo tiketi pekee ambazo zitauzwa na zimeanza kuuzwa toka siku ya Jumatatu, yani tarehe 28, na ndizo zinazoendelea kuuzwa katika vituo mbalimbali pamoja na mitandao ya simu. Kwa ningependa kuambia mashabiki ambao hawakukata kabisa tiketi katika mchezo wa awali, basi wajitahidi kwa sababu tiketi zilizobaki ni chini ya tiketi 10,000 mpaka sasa. Lakini swala la pili ni kwamba tuna baadhi ya mashabiki wetu ambao ana kadi zaidi ya moja, nikimaanisha kwamba alikata kadi yake au alisajili kadi yake kwa namba zake za simu tofauti. Sasa tiketi imerudishwa kwenye kadi ambayo alikata siku ya mchezo husika. Naomba nifafanue vizuri hapa. Mshabiki anaweza akawa ana namba ya simu zaidi ya moja, labda ana namba 3, akasajili kadi 3 tofauti. Sasa siku ya mchezo wa tarehe 8 ambao uliahirishwa, ile kadi aliyotumia kukata siku ile tiketi ndiyo ambayo tiketi yake imerudishwa na si vinginevyo. Maana yake tumeshaanza kupata malalamiko kwamba mimi nilikata tiketi lakini haijarudishwa kwenye kadi yangu, lakini ukienda kumwangalia kwenye system kakata kadi A, alikata kadi A kaja na kadi B au kaja na kadi C. Umeona? Nafikiri nimeeleweka vizuri hapo. Mteja anaweza kukata tiketi anaweza kuwa na kadi zaidi ya moja kwa sababu amesajili kwa namba tofauti. Tiketi itakwenda kurudishwa kwenye kadi aliyokata siku ya tarehe 8 na si vinginevyo. Ni sawa na kusema wewe una namba 3 za Tigo, alafu hela ilipotea au ilichukuliwa kwenye namba A, alafu pesa irudishwe kwenye namba B. Kwa hiyo itakwenda kurudishwa kwenye tiketi husika aliyokata siku ya tarehe 8. Ni ile itarudishwa, hata kama kikubwa ni kwamba ile aliyoitumia kwa ajili kukata kwa ajili ya mchezo wa Simba na Yanga wa tarehe 8. Ile ndio kadi ambayo imerudishwa tiketi yake na si vinginevyo. Kwa hivyo mashabiki wetu hilo waliweke kichwani, na ili kuondoa usumbufu, lakini pia ili kukosa fursa ya kuona mchezo wa siku ya Jumamosi. Lakini jambo la tatu ni kwamba pamoja na kuwa tiketi zimerudishwa kwenye kadi zao, ni kwamba mashabiki wetu siku ya leo jioni watapata message ambayo itamuonyesha kwamba kadi iliyokatiwa tiketi ni hii na iliyorudishiwa tiketi ni hii siku ya leo jioni, mashabiki wote. Kwa hivyo kila shabiki atapata message itakayomuonyesha kwamba kadi hii ndio iliyorudishiwa tiketi.
Nafikiri hilo pia limeeleweka hapo. Lakini nakwenda sasa kwenye swali ambalo litakuja baadaye. Ni kwamba kama alivyoongea Haji hapa kwamba kuna wateja ambao au mashabiki ambao walipoteza kadi zao, lakini walikuwa wamekata tiketi ya siku ya mchezo wa Yanga na Simba, yani wa tarehe 8, lakini baada hapo wakapoteza kadi. Napenda kuliweka wazi kuwa wateja walio wengi ambao walipoteza kadi ambazo zilikuwa na tiketi ya siku ya mchezo wa Yanga na Simba ni tarehe 8 walitoa ripoti polisi, walipatiwa loss report. Kwa hivyo, kwa wale wateja ambao wana loss report ni kwamba tiketi zao zitahamishwa kutoka kwenye ile kadi iliyopotea na kupelekwa kwenye kadi husika kwa ajili ya mchezo wa Jumamosi, yani kadi nyingine ambayo ataisajili. Kwa hivyo akiwa na loss report, basi tiketi yake itavutwa kutoka kwenye system, yani kwenye ile kadi iliyopotea na kuletwa kwenye kadi mpya ambayo atasajiliwa nayo. Akiwa pale pale Taifa au hata asipokuwa Taifa, siku vituo yoyote kwenye vituo anakuja. Kwa yes, loss report yake ndiyo itakayo kwa sababu atasema pale kadi yangu ilikuwa namba fulani. Kwa hivyo baada ya zile namba kuchukuliwa, inahamishwa ile kadi, ile tiketi kutoka kwenye kadi iliyopotea na kupelekwa kwenye kadi mpya. Kwa hivyo akija uwanjani atakuwa ni mteja halali kabisa na shabiki halali kabisa kwa ajili ya kushuhudia huo mchezo. Yes. Na kwa hatua ya nyongeza ni kwamba milango itafunguliwa saa 3 kamili siku ya mchezo asubuhi. Tusikilize jamani. Tusikilize. Kwa hivyo tunawasihi mashabiki ili kuondoa usumbufu wowote ambao utajitokeza, kwa sababu mechi itachezwa saa 11 jioni. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Kwa hivyo mashabiki tunawaomba muwahi kufika uwanjani. Hii itatupa nafasi hata wale ambao watakuwa na baadhi ya changamoto kuzishughulikia na waweze kuona mchezo kwa wakati. Lakini la mwisho kwa upande wangu ni kwamba tiketi zimeshaanza kuuzwa toka tarehe 28 na zinaendelea kuuzwa katika vituo mbalimbali ambapo klabu ya Simba wamevitangaza, klabu ya Yanga wamevitangaza, lakini pia mitandao ya simu inatumika kununua tiketi hizo. Na kwamba endapo shabiki ambaye ndiyo mteja wetu mkubwa atakuwa ana shida yoyote, ningependa mbele ya waandishi wa habari nipende kuwaambia mashabiki wetu kwamba kuna namba ambayo inatumika. Shabiki anaweza kupiga hiyo namba na akaeleza shida yake au akatuma message kwa ajili ya kupata ufafanuzi juu ya kadi yake au juu ya ufafanuzi nyingine zozote zinazohusisha mchezo huo, N-card kwa ujumla pamoja na huduma zetu ambayo ni 0800 00 11 01 50. Hiyo ni namba yetu ya huduma kwa wateja. Namba ya huduma kwa wateja ambayo shabiki wetu au mteja wa N-card yoyote anaweza kuitumia ni 0800 00 11 01 50. Hiyo ndio namba ambayo anaweza kupiga simu na kupata msaada au kupata huduma atakayokuwa anahitaji kwenye eneo la N-card. Mwisho kabisa nipende kuwashukuru waandishi wa habari kwa muda wenu, lakini pia nipende kushukuru vilabu hivi viwili, yani Simba na Yanga, na pia niweze kushukuru shirikisho letu la soka kwa kufanikisha hii mchezo huu ambao utakwenda kuchezwa siku ya tarehe 3 Jumamosi ya mwaka 2021. Asanteni sana. Asante. Kabla nitaruhusu maswali kidogo dakika moja. Ngoja nimalize hii, tukimaliza tutawapa nafasi kama kuna maswali kwa watu wa N-card au kwetu. Na mshabiki alitoka Kigoma kwa mguu, mshabiki wa Simba
ningependa nimpe nafasi aje kidogo awasalimie, mumuone. Mmemletea jezi gani? Na kuna jezi hapa na vifurushi na mzigo. Na vifurushi na nini? Na mzigo. Na mzigo? Na mzigo. Ngoja, yuko wapi bwana? Ambao mzigo alishachukua. Yuko wapi? Huyo. Ah, shehe. Mambo. Kigoma mnasalimiana vipi? Eh? Mwake. Unajishika. Niliona alisema bwana na hamu kweli ya kukutana na Haji. Ni Mwarabu wewe. Hapa inatosha. Sogea hapa. Sogea hapa kwenye maiki, kaa hapa. Bwana, Simba ushirikiano. Safi kabisa. Kwanza nimkabidhi hii nini? Hiyo ni mag. Eh? Mag. Huu mfuko wake na kuna jezi humu. Tutakutana naye Kigoma. Umejiandaa kwenda Kigoma? Sasa unarudi na mguu? Manake nitaka kuona wanaume wa Dar es Salaam nao waende Kigoma kwa mguu. Wapo? Ana namkabidhi. Pokea hapa. Haya, asante. Unaitwa nani bwana? Michael Philbert. Michael Philbert, kaa hapo uongee kidogo, uwaeleze kidogo japo kidogo tu, kuwashukuru watu na baadaye turuhusu maswali. Kidogo useme neno moja. Sogeza mbele kiti. Vyombo vyote vya habari vya Tanzania viko hapa. Na leo uko live. Kwa hiyo hapa unaenda Kigoma ile gani? Kigoma mjini, kata Mwanga pale. Kata Mwanga. Leo Mwanga wote wanakuona, Kasulu, Ujiji, Buzebazeba wote wanakuona. Karibu, piga maneno. Sogea mbele, wewe sogea, nyanyuka. Bismillah. Sawa, mimi kwa jina naitwa Michael Philbert Nondo, mkazi wa Kigoma. Tusikiliane basi. Shabiki mkubwa kabisa wa timu ya Simba. Kubwa zaidi labda lilonileta kwanza ni kuvunja rekodi ya mwana Yanga aliyetembea kwa siku 22. Na mimi nikaa nimeahidi kutumia siku 14, wiki mbili, ikizidi sana 15. Safari nilianza tarehe 5 saa 7:30 mchana. Kwa nashukuru Mungu nilitumia siku 15 na masaa 3 nikaa nimefika Dar es Salaam. Na jambo lingine tena ni kutoa shukrani zangu za dhati tu. Natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wangu wa mkoa wa Simba na mashabiki wote. Mpaka anafika Dar es Salaam nimepokelewa na mashabiki wa Simba ushirikiano. Na mpaka sasa hivi niko nao, sina wasiwasi yoyote. Lakini pia napenda kuhamasisha kwa mashabiki wenzangu kwamba nimefanya hichi kwa sababu ya Simba na si vinginevyo. Na wao naamini wanaweza kufanya kikubwa hata zaidi ya hichi. Ile mradi tu kuhakikisha kwamba klabu yetu ni bingwa kama ilivyo na inaendelea kuwa hivyo. Kwa naona siwezi nikasema mengi kwa sababu mengi ameshazungumza Haji Manara kama mkubwa wetu zaidi katika nyanja mbalimbali. Labda jambo jingine tu niwahamasishe kwamba mashabiki wenzangu tukate tiketi, tununue jezi, tuingie uwanjani tukashuhudie mechi. Mimi naamini kwamba ushindi ni wa kwetu. Inshallah. Kwa sina mengi zaidi ya kuendelea tofauti na hivyo nilivyozungumza, kwa sababu mengi ameshaongea msemaji wetu. Haya, asanteni sana wanahabari. Bwana ameweka record
kwa mapenzi yake na ametaka kuonyesha kwamba inawezekana. Zamani wale mliosoma vitabu vya kihistoria tulikuwa tunaambiwa watu wa zamani wana nguvu kweli, wanatoka Kigoma mpaka Bagamoyo kwa ajili ya kusafirishwa wale watumwa. Wanatumia miezi mitatu. Sisi tulikuwa tunaambiwa, tunasoma vitabu. Leo kumbe kuna mtu anatumia siku 15. Zamani tulikuwa tunaambiwa miezi mitatu kutoka pwani ya Ujiji, bandari ya Ujiji ile pale Lake Tanganyika mpaka bandari ya Bagamoyo. Kuna vidume vimetumia siku 15. Barabara kwa barabara, sio shortcut. Au mnapita shortcut? Ampiti ile mbugani? Hakuna kitu kama hicho. Sasa tunamshukuru sana, na kwa niaba ya uongozi wa Simba tunakupongeza sana, na mimi binafsi niseme kwamba hii ni sehemu ya hamasa. Hawa ndio timu yangu, kwa hiyo lazima na mimi niunge mkono. Mzee, mimi nakupa mzigo kwa sija kuona bwana toka umekuja. Mimi msemaji mkubwa, mimi msemaji mtajiri. Wewe vipi? Kaulaki hapa ndugu yangu, utanunulia koti. Jumamosi huwezi kuvaa jezi hivi, unapiga koti, sawa? Sawa. Kwa hiyo kachukue koti, lazima upige jezi na koti. Sawa. Mimi sio msemaji wa timu ndogo mzee. Mimi nasemea Simba. Most paid spokesman duniani. Dadeki. Haya, kuna maswali wadogo zangu? Weka hapa sana 10,000 moja hapo. Nye. 10,000 moja weka hapo. Naam. Mbona hujasikia swali? Swali na utaka maswali jamani, sisi na watu wa N-card na anza. Tumruhusu hapa, njoka hapa. Chukua mzigo mzee. Na hii. Hapa kuja mtu aende. Ngoja kaa kiti kile pale, njoka hapa. Weka hapa. Joka hivyo. Au basi kaa. Haya, bismillah jamani, tuonane kwenye maswali tumalize. Twendeni jamani. Sijaku kuhusiana na matokeo ambayo umekuwa umeyapata Yanga na the way ambavyo wachambuzi wamekuwa wakichambua, wanasema kwamba wanawapa sana kazi Yanga kutokana na matokeo, wanasema kwamba Tabora wanaibalance na timu yao. Kwa hiyo swali langu mimi ni kwamba kwenye mechi tatu zilizopita ambazo sana Yanga wamejikuu, hakuna mchezo wote ambao umepata matokeo ya ushindi zaidi ya mchezo mmoja kufungwa na wili kwa sare. Kwa kuizungumzia Simba unasema kwamba ni timu kubwa ambayo ina impact ya quality ya wachezaji kuliko Yanga, lakini kwenye hizi dabi tunaona kabisa kwamba kwa hizi mechi tatu au nne zilizopita Yanga wamekuwa na matokeo mazuri zaidi ya Simba. Sasa ukiwa kama msemaji wa Simba unajipendekeza kusema kwamba matokeo ambayo wanapata Yanga mimi bwana wanacheka sana. Watanzania wako very smart hiyo. Ndio wao wanaosema. Hebu sikilizeni. Bwana amezungumzia katika mechi tatu nyuma Simba haijashinda. Na kaweka specific kabisa za ligi kuu. Mechi tatu. Na kazichagua mechi tatu tu. Angalieni trick hiyo. Why mechi tatu? Kwa nini usichague mechi 5 au 6? Ngoja. Kwa nini mmechagua mechi tatu? Yaani wanaotengeneza hilo swali, kwa nini hujawahi kujuza kwa nini hilo swali linatengenezewa mechi tatu? Ngoja swali linakuja. Kwa nini unazungumzia mechi tatu? Ubora subiri. Sasa simuulize. Shekhe, simuuliza swali sina kujibu. Mnatengeneza swali kwa ajili ya kuhalalisha mnachokifanya. Okay, twende kwenye statistics. Mechi ya mwisho ilikuwa ngapi? Wewe uliona ile mechi? Wewe katika nafsi yako uliamini yale matokeo Yanga walistahili? Subiri. Wewe uliamini Yanga walistahili? Subiri na kuza swali, walistahili? Goli utata. Wewe umeona ile mechi?
Kwa hiyo uliona Yanga walideserve kushinda ile mechi. Sasa unazungumza kishabiki, wewe mwanahabari ndio nakwambia usibishane. Wewe si umeuliza swali, unabishana nini? Sasa kama unakustiki kwenye press, mbona unakataa kujibu swali? Kwa nini mnatafuta mechi 3? Tumetafuta mechi 3 kwa sababu swali yani ndio current. Kwa mechi 5 sio current. Mechi 1 sio current. Mechi current ipi? 1, 3, 5, 10. Moja iliyopita. Ndio mechi current. Kwanza mnazungumzia 3? Kwa sababu tumeangalia msimu uliopita na msimu huu. Kwa nini usiangalie msimu wa nyuma yake? Unalazimi brother, sikiliza nikwambie. Ngoja nikwambie. Unafanya kitu ambacho mnajikosesha wenyewe, kitu kinaitwa credibility. Brother, nini bado wanahabari? Nilipotoa wasia wangu, nilitaka mwende kwenye professionalism. Unaijaji Simba kwa mechi ya kutoka mechi 3 za nyuma, unakataa, unaitoa maksudi mechi ya FA. Alafu ukitaka kuamini mechi kubwa mtu alokula 4 wanaiondoa maksudi, wanakuwa very specific. 3 za ligi kuu. Waangalia 3 za ligi kuu. Mechi mtu kala goli 4 hamuitaki. Nisikilize mimi ulioniuliza swali. Kaka, face my hapa na kujibu mimi. Ile ligi ya goli 4 moja ile haimo. Sio mwaka jana. Subiri basi shehe. Ile sio mwaka jana. Tunazungumzia ligi kuu aje. Kwa ile sio mechi. Ile sio mechi. Brother, jikite katika professionalism. Huwezi kuwa professionalism mechi na kwa nini unazungumzia mwaka jana utaki? Unabisha kwa hiyo mengine sio mechi. Tunazungumzia ligi kuu. Kwa hiyo ngoja kwa mfano okay. Mimi namjibu hivi. Wewe katika ubora wako na uandishi wako, Simba na Yanga kwa hivi sasa nani bora? Subirini. Jibu unapotaka nani bingwa wa nchi? Nani bingwa wa nchi? Jibu swali wewe. Unakuja kwenye press zangu kuleta uyanga wako hapa, uchale. Wewe unaletea uyanga hapa. Jibu unapotaka wewe. Yaani nimekupiga 4 uizungumzii. Unazungumzia unataka wewe. Wewe unaletea uchale, umetumwa. Unatoka Yanga Daima, gazeti Yanga Daima. Shehe. Yanga hapa sikiza ngombe, uje ukiwa makini kwenye press zangu. Yaani hii mechi nyingine sawa, hizi sio sawa. Yaani unakuja hapa unazungumzia mechi za ligi kuu za msimu uliokwisha tu, nyingine usitaki. Usije hapa kwangu mimi ukadhani umetumwa. Mimi msemaji mkubwa, sio chawa. Kija hapa uje makini. Mechi 3. 4 umekula. Dadeki. Another question. Nani? Tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya. Wewe ndo kaa kimya kabisa. Na message zako. Tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha hapa. Endelea. Wewe ndo usiseme, kaa kimya. Najua yuko live kwa sababu ule hana heshima. Kwenye hali ya kikosi, umezungumzia tupelekea mchezo. Hali ya kikosi, kuna mchezaji yote mtakosa kwenye mchezo huo. Lakini pili, kuna swala kidogo linahitaji ufafanuzi. Nisema kwamba tumejikita kwenye kuwapa furaha mashabiki wa Simba kupitia matokeo. Lakini pia CEO wa Simba Sheko anataka kupeleka Simba next level kwa klabu kubwa Afrika. Ngoja tusikize swali. Klabu kubwa Afrika lazima pia kimiundombinu iwe imekuwa. Pia umezungumza watu kutoa ahadi za kujenga Simba kiwanja na nini. Ili kwenu mnalitazamaje? Klabu kubwa Afrika miundombinu pia inatakiwa mikubwa. Ngoja nikwambie kuhusu miundombinu ndugu yangu. Unajua sisi tuna priority. Priority number 1 ya Simba ni branding ilikuwa, ambao tumefanikiwa. Baada ya kufanya branding ya club ambao peke yake lazima kokote na ushindi, vitu vingine vitafuata. Kama ulisikia kwenye mkutano mkuu uliopita, ahadi ya mwenyekiti wetu baada ya kukamilika transformation ni pamoja na kujenga hostel na majukwaa uwanja wa Bunju. Kila kitu kinakwenda kwa priority. Hatuwezi sisi Simba tukawa na priority ya kutoa ubingwa, ya kufanya hiki, ya kujenga uwanja, haipo.
Ndio mimi nasema Simba ni wa kweli. Hatuwezi kudanganyana. Yaani mimi siwezi kuja, nimekaa Simba mwaka wa 6, siwezi kuja hapa nikakaa naonyesha PowerPoint hapa ya uwanja mkubwa wa watu 70. Siwezi kufanya kazi hizo. Yaani nikawakwepa ahadi nilowapa. Ahadi yetu Simba ni kuchukua ubingwa wa Tanzania mwaka huu. Ndio tunaloulizwa na wanachama. Hakuna mwana Simba atakayetoka atakayetuuliza kuhusu uwanja uko wapi. Hatukuahidi sisi uwanja mwaka huu tutajenga. Ndio point yangu hiyo. Kwa hiyo sidhani kama hizo ahadi, mwenyekiti, subiri transformation na kamilika inshallah. Juzi nilikuwapata taarifa kwamba FCC washakamilisha kila kitu. Baada ya muda si mrefu nadhani uwekezaji utaanza, hayo mengine atafuata. Lakini kwanza branding ipo. Naam, Sada kuhusu kwamba majeruhi mpaka sasa hivi alhamdulillah hatuna mchezaji ambaye unaweza ukasema atakosekana, aidha kwa caution au kwa ukiacha mchezaji gani ambaye hamna sasa hivi majeruhi, labda Mkude ambaye taarifa zake zinafahamika kwamba yuko nje ya kikosi mpaka jambo lake litakapokamilika, lakini wachezaji wote wengine wako sawa. Au kulikuwa swala la Mkude, maana nimelifunga kabisa. Bado. Sasa simejibu au? Sasa simetaka jibu. Sasa hiyo ni swala yeye daktari na mazingira yenyewe. Umezungumzia swala la rumors na speculations za wachezaji wa Simba kutoka kwa wanahabari. Na inawezekana ni mara ya kwanza tunasikia kutoka kwako kusema kwamba mchezaji akiwa na mkataba hawezi kuhitajika ama kutakiwa na ikawa kuwepo na speculation ya mchezaji. Swali langu ni kwamba mfano kama hivyo vilabu ambavyo vimekuwa vikihusishwa na wachezaji wenu hawajazungumza chochote kuhusiana na hao wachezaji kama wanahitaji au la. Unawaprove vipi wrong waandishi ambao wanaandika habari hizo kama clubs zenyewe ambazo zinahusishwa kwa uhitaji wa wachezaji hawajasema kama wahitaji hao wachezaji kwa Simba? Msingi wa swali lako sijui kwanza labda ukunisikia. Kwanza msipende kitu kimoja. Hii kitu kibaya sana katika maisha. Kitu kibaya sana katika maisha. Mob support ni mbaya sana katika maisha. Msifanye makosa alafu mkatafuta mob support. Hii kitu kibaya sana. Yaani mtu mmoja unakosea maksudi alafu unategemea mkiambiwa utafute mob support. Hii katika maisha Juma, nadhani niliwahi kukwambia. Wewe binafsi mimi niliwaambia wote na wajua. Niliwahi kukwambia kama mwezi mmoja nyuma. Yaani wala sikudangani. Mimi sio mnafiki. Nilikwambia mob support mbaya sana. Nilichokisema mimi, mchezaji ana mkataba. Unaandika Mikison msimu ujao Yanga. Huyu mchezaji ana mkataba na Simba. Ni speculation hiyo? Hiyo headline yako? Hiyo ni rumors? Hiyo ni nini? Have to be professional jamani. Manji awathibitishia kumleta Mikison. Okay, hatuna shida. Niliwaambia, do you have a $10 million? Ndio value tutakaomuuza kwa klabu ya Tanzania. Lete hela, dola milioni 10. Na hii imekuwa mara ya kwanza. Hivi mnakumbuka kuna wakati kiongozi mwandamizi wa Yanga alitangaza Chama anakwenda Simba? Jarida moja likaandika kabisa la Yanga. Fairness. Msione kwamba watu wa Simba, unajua shida ya Simba iko hivi. Kuna vitu viwili hapa. Nataka niviweke clear. Shida ya watu wa Simba hawana kundi la watu ambalo kazi yake kukaa mitandaoni. Yaani sisi hatuna washabiki
huyu anaenda kusema hiki, huyu anaenda kusema hiki, hatuna mzee anaenda kupiga kelele hiki, hatuna. Simba ishavuka katika level hiyo. Na kingine, kuna wengine hapo, wewe mmoja aliyomwambia washazoea upekepeke wa habari za Simba, habari za usajili. Simba haiwezekani, hakuna miongoni mwenu anayemjua hata mchezaji mmoja anayekuja Simba, na baadhi ya wachezaji watatu cha usajili hakuna. Hiyo ndio mnachoumia, na baadhi kuniona Haji huyu mkorofi huyu. Tumetunza, tumejiwekea wigo hivi, tumekubaliana na bosi wetu hili letu. Kwa baadhi yenu, kwa sababu mshazoea hizo habari za rumors, tena rumors za uongo na kweli, mnatengeneza kabifu fulani hivi, na wengine mnakaa kutwa Haji baadaye unatuma inbox ndui naangalia tu. Kwa hiyo nataka mimi nisibebe kazi yangu, nisilinde taaluma yangu, lakini nyinyi muwe tayari kulinda taaluma zenu. Chuki inaanzia hapo. Baadhi yenu Simba na comment tushasajili wachezaji watatu, hata mmoja hamna anemjua, na mumjui mpaka tutakapoita siku tutakapoweka Alage hapa au Biliani, kina Chiko na kina Rabi wakiweka hapa kitu saa 7 mchana ndo mtamjua. Tumekubaliana na tunafanya hivyo. Huu mwaka wa pili sasa hivi watatu. Na ndio maana mchezaji wetu havuji, mchezaji wetu usikii. Watatu tutasajili. Nakwambieni nyinyi leo nawaibia. Nani kati yenu anaweza kujua? Kwa hiyo kuna rumors, alafu kuna kitu unaandika Mikison asajiliwa Simba, asajiliwa Yanga. Hiyo sio rumors. Ni kutoitendea haki klabu ambayo ina mkataba nayo, brother. You are very professional. Stick there. Usikubali mob support ili mradi tu mwanahabari hata akikosea basi unakubali kwa sababu mwanahabari. Hakuna, hiyo ni dhambi. Another question. La mwisho kabla la NCAD. Hamna? Shamaliza? Naona sasa. Taishia hivyo. Vaa mwingine swali la NCAD. Sada dadangu, walete swali. Jamani, ngoja swali la msingi sana nauliza kwa niaba ya washabiki. Asante. Umesema kwamba kwa wale ambao watapoteza chwele ripoti hapo kwenye hivyo vituo viko kila eneo ambapo tiketi zinauzwa au ni zile Hebu kuna swali lingine la kuongezea la NCAD dada. Kuna hilo nadhani alilijibu, alilitolea maelezo. Hebu tujibu haraka jamani, saa 7 hii watu wakawai newsroom. Swali hili alizungumza sister brother, mimi ningeomba hawa washabiki hawa tunawahitaji sana, pamoja na kazi nzuri mnaofanya NCAD. Naomba sana swala la watu kuwahi kwanza kuwepo kwenye vituo. Kwa mfano, unaweza ukasikia kituo cha Mwenge NCAD mtu hayupo, asubuhi pale siku ya mechi wamechelewa kufika. Naomba hiyo changamoto, sababu hiyo katoa ushauri dada yangu hapa, naomba muibebe, na kwa sababu tunasikika live, naamini mtaifanyia kazi hiyo. Ukiangalia page yangu sasa hivi, complain kubwa kuhusu NCAD ni hiyo. Kwa hiyo naomba hiyo lifanyie sana kazi, lifanyeni kazi, na wewe ndio business manager. Hope
halitajitokeza tena. Basi njoo uyajibu wa maswali, tuwashukuru. Bwana, umepata kamera mpya? ITV imekuwa Asante. Labda nianze na swali la dadangu hapo. Ni kwamba cha kwanza ni kutoa wasiwasi, hakuna tiketi ya vikaratasi. Cha kwanza, kwa sababu vikaratasi vile vinavyotolewa au risiti ni huwa uthibitisho wa kwamba huyu mtu kakata tiketi tarehe ngapi na namba yake ni ipi. Kwa hiyo huwa hakuna tiketi ya vikaratasi. Tiketi yoyote inayotumika uwanja wa Taifa ipo ndani ya kadi husika. Kwa hiyo vikaratasi sio tiketi, ila ni sehemu ya uthibitisho kwamba umekata tiketi yako. Nafikiri amejibu sana. Karatasi ile haihusiki, ile ni uthibitisho, sio tiketi, wala haina shida yoyote. Naomba nijibu. Yes. Naomba nijibu swali la pili kutoka kwa mtu aliyeuliza habari ya Ross Report. Sawa. Ni kwamba cha kwanza nafikiri nimetoa ile namba ya huduma kwa wateja. Ile namba ya huduma kwa wateja ambayo ni 0800110150. Hebu nitajie. Namba ile ni 080 011 011 01 50. Ya, sasa hiyo namba ni kwamba watu wote ambao walipoteza kadi toka awali watapiga. Wanapopiga katika hiyo namba, anaambiwa taja namba yako ya kadi uliyopoteza mwanzo. Kwa hivyo anakuja ofisi zetu, wameshakuja mashabiki wengi ambako ni mkabala na ubalozi wa Ufaransa.